Uwepo waandishi wa habari pamoja na MC wetu MC Nyaulingo. Asante sana. Jina langu ni Naima Bakari Chondo, ni katibu tawala wa wilaya Singida Dasi. Awali ya yote napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sote kukutana siku hii ya leo hapa. Kipekee ni washukuru uongozi wa chuo kwa kunipa mwaliko huu kuja kuonana nanyi mabinti wangu. Asanteni sana. Leo hii tumekutana katika mahafali haya ya awamu ya kwanza ya mabinti wetu ambao wamejifunza usindikaji na upishi. Kipekee ni shukuru sana serikali yetu ya mkoa chini ya uongozi wake mama yetu Mheshimiwa Halima Dendego kwa kuweka mazingira mazuri pia kwa watoto kujifunzia kwa kuwa na vyuo hivi. Tunawashukuru sana. Nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa na mahusiano na mashirikiano mazuri na nchi zingine. Hadi leo hii tunapata msaada na ufadhili kutoka Canada. Tuna vyuo vizuri, tunamshukuru sana mama. Mama Samia oye! Shukrani pia nirudie kwa wafadhili wetu ambao wako hapa wanajitoa bila kuchoka, ikiwa huu ni mwaka wa sita toka 2021 ambapo programu hii imeanza mpaka 2028 itakapokatika, pamoja na Wizara ya Elimu kwa kuamini na kuwekeza katika nguvu ya mwanamke wa Kitanzania. Wanawake oye! Nilikuwa nataka niulize kwa nini hakuna wanaume, nikasema ni nyamazi, lakini nimeshukuru sana mnapotujali wanawake. Katika taarifa yenu ya ESP nimesoma kuwa programu hii ya uwezeshaji kupitia ujuzi, yani ESP, ni mpango wa kimkakati wa miaka 7 kuanzia 2021 hadi 2028, ikiwa na dhamira ya kuboresha ushiriki wa kiuchumi wa wanawake na wasichana nchini Tanzania kwa kuwapatia ujuzi unaolingana na mahitaji ya soko la ajira pamoja na ujasiriamali. Furaha yetu sisi Wanasingida ni kwamba Tanzania tuna vyuo 54, lakini vyenye programu hii ni vyuo 12, na katika vyuo hivyo chuo cha FDC ni kimojawapo. Jamani, tufurahi kwa makofi na vigeregere. Hii ni bahati yetu sana, na kwa awamu hii nimeambiwa hapa na mkuu wa chuo walikuwa wameandikishwa wanafunzi 28 na leo mnahitimu wanafunzi 26. Mmepata mafunzo ya aina mbili kwa awamu hii, lakini pia niwapongeze kwamba kwa awamu inayokuja maboresho mengi yamefanyika, kwa hiyo watapata ujuzi mwingine. Tumepita, tumeona program zilizoandaliwa na ambazo nyie mmezifaidi. Sasa niseme tu kwa nyie wahitimu, mabinti zangu, leo hii mimi nimesimama hapa kuwakabidhi cheti, lakini cheti sio mwisho. Neno langu ni moja tu, nendeni mkapindue meza. Naomba mrudie hili neno. Mnaenda kufanyaje? Nendeni mkapindue meza. Cha kwanza, nendeni mkajiajiri na mfundishe wasichana wengine, wamama wengine walioko majumbani. Hii tunasema mnaenda kuacha alama katika jamii yenu, mnaenda kuacha baraka. Nyie mmepatiwa mafunzo haya bure, nendeni ili muendelee kujifunza, endeleeni kusoma na kuwafundisha wenzenu, sawa? Nendeni mkabadilishe jamii inayowazunguka. Kama walikuwa wanapika chakula aina hii, waambieni hapana, fanyeni hivi. Kama vyakula vilikuwa vinaharibika, maziwa yanaharibika, mmepata ujuzi. Nendeni mkabadilishe jamii yenu, mkaache alama njema,
mkawafundishe kile ambacho mmefundishwa. La pili niseme, anzeni sasa, nendeni mkaanze. Umefundishwa chakula, nenda kaanze sasa hivi bila kusubiri andiko ambalo utaandika, fedha ambayo itakuja. Sawa? Anzeni kuoka kwa kutumia mkaa, kwa kutumia kuni, kwa kutumia kile ambacho mzazi wako, kaka yako, mlezi wako, dada yako anacho. Msisubiri fedha nyingi ukaenda kukaa nyumbani, ujuzi nao unaondoka. Mmenielewa? Nendeni, wanasema just do it. Yani nendeni mkafanye sasa hivi. Tumeona vitu vizuri sana pale. Kama mtu ana simu, unajiunga kwenye magrupu mbalimbali, kile ambacho unakiandaa kirushe. Kuna cookies, kuna Swiss rolls, na sisi wengine tunapenda hapa Singida hatujaziona. Fanyeni, muandae, sisi mturushie, tutakuja kununua kuwaunga vijana wangu. Mmeelewa eh? Neno la tatu, mpindue meza katika kudumisha usafi. Msifanye business as usual. Nenda kapike chakula chako ukiwa umefunika nywele yako. Nenda kapike chakula chako umevaa apron yako. Nenda kaandae chakula chako ukiwa umevaa gloves za mikono. Nimepita kule, nimeona mnakatakata, mnafanyaje, hamjavaa gloves. Usifanye kama wanavyofanya watu walioko kule mitaani. Nenda kapindue meza, nenda kwa usafi. Usione mtu atanionaje, wewe kafanye kupitia elimu ulioipata. Mnasikia? Kwa hiyo mnavyoondoka hapa, nyie ni wapya, nyie tunaenda kuwaona, huyu anafanya hivi, huyu ni msafi hivi. Ukishamaliza nywele yako ile umesuka rasta au umefanyaje, utaiachia baadaye. Lakini wakati unapika pale, fata ethics za kupika chakula bora, chakula kisafi, chakula nadhifu. Sawa? Hakuna kitu ambacho tunakiangalia sana kama katika jiko. Hakuna kitu tunachokiangalia kama katika kupaki bidhaa na kupaki chakula. Unapaki chakula, kuna watu wengine wanaenda kule wanasema ready to eat, yani chakula kiko tayari kwa kuliwa au kwa kupikiwa. Wengine wakishatoa kwenye ile pakti anapika, lakini kumbe ulikuwa kichwa wazi, umetengeneza, kuna nywele, mikono iko contaminated. Yani sisi mikono yetu tunasema ni ina sumu pia. Kwa hiyo unavyoshika chakula kinaweza, si unaambiwa chakula ukitaka kula kimalize. Mimi Muislamu, ukishaweka chakula kwenye sahani maliza. Ulivyoshika chakula na mkono wako, kikiacha tu kinafanyeje? Kinaharibika. Kwa hiyo unatakiwa ujikinge mikono yako wakati unaandaa vyakula. Nenda ka brandi, ka design, wanasema logo, yani ile brand name ya Naima. Unaweza ukatumia na food processing, yani tafuta jina lako zuri. Muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, napaki chakula changu, nimetumia jina hili, nina kampuni yangu hii, naomba unisaidie. Tafuta jina lako zuri, anza kupaki chakula chako, anza kupaki maziwa yako, yapeleke katika masoko na Mwenyezi Mungu atakusimamia, biashara itakuwa. Lakini tafuta kitu ambacho unaona hiki kitanisukuma, hiki nitakuwa tofauti. Makampuni ya maziwa yako mengi, makampuni ya kusindika vyakula yako mengi. Kwa hiyo ninachowaambia, kupindua meza, nenda kawe tofauti. Ukishakuwa kawaida, hakuna kitu utaweza kufanya, hakuna kiuzi utaweza kuruka. Mnanielewa eh? Kwa hiyo mkishafanya vitu vizuri, masoko ni mengi. Wanasema riziki ipo tu. Wewe una ujuzi ukaenda kumfundisha mwenzio, hautakosa riziki wewe. Sisi Mwenyezi Mungu wetu ni mkarimu sana, ametupa yani riziki. Endelea kuwafundisha watu, endelea kufundisha watu, lakini ile riziki yako haitachukuliwa. Nimesimama hapa ni mwenyekiti wa kamati ya kuhakiki mikopo katika wilaya hii ya Singida. Wilaya hii na halmashauri mbili, manispaa ya Singida na halmashauri ya wilaya ya Singida kule Ilongero. Kote tunatoa mikopo, na hivi karibuni tumetoa mikopo. Kwa manispaa tumeshatoa zaidi ya bilioni 2 na kwa Singida DC tumetoa.
Ninavyowaambia muanze, nendeni mkaungane makundi, muanzishe viwanda. Mnaweza mkaanzisha hata kiwanda hiki cha kusindika maziwa. Nyie mmeshakaa muda mrefu hapa, mmejuana tabia. Nendeni mkaanze, mpate fedha nyingi, milioni 100, milioni 50 zinatolewa na halmashauri. Mkishapata zile fedha, mna uwezo wa kuajiri watu wengine, mna uwezo wa kufanya kitu kikubwa ambacho mnaweza mkakisafirisha au mkasaidia jamii hapa Singida. Nendeni mkatafute taasisi, lakini muangalie taasisi kama zinatoa fedha, angalieni zisiwe na mikopo inayoumiza. Lakini mikopo ya halmashauri ni mikopo ambayo haina riba. Kwa hiyo utakavyopewa hiki kidogo utakachokipewa au kikubwa unachokipewa na ESP, wamesema wana startup kit hiyo ambayo wanakuja kuwapa baadaye. Ongezea, jiungeni vizuri, kikundi cha watu 5, jiungeni. Fedha za 10% za serikali yetu zipo zinawasubiri nyie kwenda kuzikopa na kutumia ili muajiri wengine na nyie mjiongezee kipato chenu. Kwa hiyo mkitoka hapa mjiunge, mfuatilie ni nini kinafanyika katika serikali yenu, sawa?